Kubwa zaidi mnafahamu kwamba hatuna bidhaa, hatuna hii nembo. Sasa lengo letu ni kwamba tunajua sisi wa Tanzania tunazalisha bidhaa nyingi. Na hivi karibuni mnaona baadhi ya bidhaa tunazalisha sasa zimevuka mahitaji ya ndani, tunataka tuweze ku export. Kwa mfano, tukisema bidhaa kwa mfano ya sementi. Leo hii mahitaji yetu ya sementi ni tani milioni 8, uwezo wake kuzalisha ni tani milioni 10. Mahitaji yetu ya sukari, unaona sasa hivi yanaongezeka. Mahitaji yetu ni tani 8,200,000. Lakini sasa hivi tunapanda. Itapofika mwakani, manake mpaka mwaka 2027 tutakuwa tumeshajitosheleza. Viwanda tuliowekeza mwaka tutakuwa na sukari nyingi ya kuuza nje. Lazima made in Tanzania. Lakini viwanda vyetu sasa hivi vya glass, ambao sasa hivi tunazalisha glass nyingi, vioo vile ambavyo mahitaji ya ndani tumekizi, lakini sasa kwa export. Bidhaa mbalimbali za wajasiriamali zinatengenezwa kutoka Tanzania. Kwa hiyo lazima tuendelee made in Tanzania. Kwa hiyo hii itasaidia sana kutangaza bidhaa zetu nje ya nchi, lakini kubwa zaidi kuhakikisha kwamba tunatengeneza uchumi wetu ambao utakuwa uchumi sahihi na shindani barani Afrika. Mwaka 2025 ni kwa mara nyingine tunaendelea na maonyesho yetu ya kimataifa ya Sabasaba, ambapo haya maonyesho mwaka huu ni maonyesho ya 49 kihistoria. Tushukuru sana katika mwaka huu ambao mwaka huu na mambo mengi. Katika mambo mengi mengine ni kwamba mnakumbuka hivi karibuni tulikuwa katika Japan Expo 2025. Sasa ndani ya muda mfupi tuko katika maonyesho haya ya Dar es Salaam International Trade Fair. Kubwa zaidi, naomba nichukue fursa hii kuwakaribisha Watanzania wote waweze kushiriki katika maonyesho haya. Na mnafahamu mwaka huu idadi kidogo wa watu ambao wamefanya registration imeongezeka. Karibuni nchi mbalimbali zitakuja kushiriki hapa, na mwaka huu tutakuwa na nchi takriban 22. Hizi kutoka nje ukijumuisha na Tanzania maana itakuwa nchi 23. Kwa hiyo tunatarajia kwamba maonyesho mwaka huu yataendelea kuwa makubwa zaidi. Lakini nafahamu tuna soko huru la Afrika ambalo hili soko hili zaidi ya nchi 50 tuna trade nazo. Na nafahamu zaidi ya watu bilioni 1.4 wanapatikana katika eneo hili. Maonyesho haya kwa sasa hivi yamepata heshima kubwa zaidi. Ni maonyesho ya kimataifa ambayo sasa yanavuta watu wengi ambao wanakuja hapa kuja kuona biashara, lakini hali kadhalika kuja kutangaza. Tuna tumaini makubwa kwamba ndani ya kipindi hichi ambapo tunatarajia kwamba itapofika tarehe 13 mwezi huu Julai tutaweza kuyafunga maonyesho haya, na tunamtarajia Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa atakuwa mgeni rasmi katika maonyesho haya. Kwa hiyo ni waombe wa Tanzania wote tushirikiane kwa pamoja katika jambo hili kubwa ambalo linaenda kuweka alama nyingine kubwa na mpya katika upande wa kibiashara. Sisi wa Tanzania tumejipanga katika upande wa viwanda, upande wa biashara, lakini kubwa zaidi kutengeneza uchumi wa taifa letu. Tuna kila sababu kuhakikisha kwamba katika maonyesho haya yanaenda kuchangia katika ukuzaji wa pato letu la taifa. Sasa hivi tunafahamu kwamba tumekuwa wastani wa dola za Kimarekani bilioni 84, ambao tuna imani ndani ya kipindi kifupi kutokana na mchakato wa mambo makubwa ambayo yako chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan yataendelea kubadilisha nchi yetu. Mwaka huu tunafahamu maonyesho haya yanaenda sambamba na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, uchaguzi mkuu. Ni waombe wa Tanzania tushiriki maonyesho, lakini tujipange katika uchaguzi mkuu, na hasa tukizingatia kwamba lazima tushiriki uchaguzi wenye amani, ambao bila amani hatuwezi kuwa na maonyesho kama haya, hatuwezi kuwa na watu ambao wamekusanyika kama hivi. Binafsi niseme kwamba karibuni nyote, kuanzia sasa tarehe 7 mwezi wa 7 tunafungua rasmi, lakini tarehe 13 tutafunga rasmi.